إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia wingi wa sala na salam, tutakuwa na tambihi fupi na tutatoa hadithi kutoka katika Bulughul Marami, na kisha tutakuwa na hatua ya pili na hatua nyingine ambayo ni kutoka katika Riyadhus Salihin. Nitaangalia leo katika kitabu al-Buyu', kitabu kinachohusiana na biashara, babu shuruti wa manuhi anhu. Mlango ni mashati yake na yaliyokatazwa. An Wifa'ata ibn Rafi' radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayul kasbi atbab ayul kasbi atyab, qala amalu rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Rawahu al-Bukhari rawahu al-Bazzar wa sahahu al-Hakim. Hadithi mpokewa na Wafat ibn Rafi', yeye anahadithia kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam suila, aliulizwa, ayul kasbi atyab, ni kazi gani ni bora zaidi mtu kuifanya? Qala amalu rajul biyadihi, akasema ni kazi au ni mtu kufanya kazi kwa mkono wake, katumia mkono wako kufanya kazi yako. Katika amali iliyo bora zaidi ya kimaisha, ya kuzalisha, ya kiuchumi, ni mtu kufanya kazi kwa mkono wake. Wa kullu bay'in mabrurin, na kila biashara iliyo halali, kila biashara iliyo halali, iliyoepukana na udanganyifu na viapo vya uongo. Wallahi kumbe unampiga changala macho mwenzako. Kila biashara iliyo halali ambayo imeepukana na udanganyifu, imeepukana na viapo vya uongo, hii ni katika amalu, katika kazi iliyokuwa bora, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hadithi ya pili ambayo nitaisoma ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fatihi wa huwa bimakkah inna Allaha harrama bay'al khamr.
والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الحلود ويستسبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهما إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. Hadithi hii ambayo naweza kusema ni kati na kati, si ndefu sana, si fupi, ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anahadithia, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, huyu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anahadithia kwamba samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye alimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam yakulu, akisema, amul fathi, ilikuwa katika mwaka wa fatihu Makkah, wa huwa bi Makkah, na yeye wakati huo mtume alikuwa Makkah. Mtume akasema, inna Allah harrama bay'al khamri, hakika ya Allah ameharamisha kuuza na kununua pombe. Ameharamisha biashara ya pombe. Bay'al khamri ni ile biashara kwa ujumla, kununua na kuuza. Wal khinziri, na nguruwe, amekataza biashara ya nguruwe, kuuza wala kununua. Wal asnam, na masanamu. Nye sasa hivi kwa Zanzibar wanasema ni katika biashara za utalii, ni haram kuuza wala kununua masanamu yale yanayouzwa kule Mji Mkongwe na yale yanauzwa sehemu zingine kokote, yakiwa tu ni masanamu yanaonyesha tafsira za viumbe hai kama ng'ombe, mbuzi, ngamia, simba, tembo, binadamu, yanaonyesha sura za viumbe hai lakini ni masanamu, ni haram. Ni haramu Islam kuuza wala kununua. Faqila, ikasemwa katika namna ya kuuliza, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, araaita shuhumal mayita au shuhumal maita, je, unaonaje shahamu au mafuta yanayotokana na maiti au na mizoga? Unaonaje juu ya shahamu ya mfu au mizoga, mafuta ya wanyama waliokufa? Hatuli, lakini tukapata yale mafuta, fa innaha tutla biha as-sufun, tunatumia sisi katika majahazi kwenda kuyapaka majahazi. Mimi si mvuvi, sijui,
lakini wavuvi sijui wanapaka vipi, wanajua wenyewe. Lakini anasema tunayapaka katika majahazi. Fa innaha tutlau biha sufun wa tudhanu biha alhulud. Lakini pia ngozi hupaka nao kwayo kwa ajili ya kujiangazia. Wewe wanatia yale mafuta kwenye taa, alafu ile taa inawashwa. Tunatumia tu hivyo wakati hakuna mambo ya si mafuta taa si nini, yale mafuta ya wanyama ndio wanatumia. Wayastasbihu biha an-nas, na watu hujiangazia. Watudhanu biha al-julud, na watu hupaka katika ngozi zao. Wayastasbihu biha an-nas. Naona kama narejea. Faqala la, hapana, huwa haramun, hayo ni haram. Iwe mnachukua yale mafuta hamli, lakini mnaenda kutia si mkapaka kwenye taa zilitoe mwangaza. Iwe mnayachukua mkayatumia kupaka si vyombo vyenu vile. Iwe mnayatumia kupaka katika ngozi zenu. Iwe mnayatumia vyovyote itakavyokuwa. Madhali ya wanyama haya, mafuta haya yanatokana na wanyama mizoga waliokufa wenyewe, basi ni haram, ni haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hilo, qatala Allahu al-yahuda, Allah awalani mayahudi. Inna Allah ta'ala lamma harrama alayhim shuhumaha, hakika Allah alipoharamishia shahamu au mafuta yake, jamaluhu thumma ba'uhu, wao waliyayusha wakawa wanauza yale mafuta, wanayayusha, hawatumii wao, wanauza yale mafuta. Thumma ba'uhu faakalu thamanahu, wakawa nakula thamani yake. Akasema sisi kwani tunayatumia yale mafuta? Hata hatutumii. Sisi tukishauza tunatumia pesa. Pesa si haram. Yani yukhadiuna Allah, wanajaribu kutaka kumhadaa, kumdanganya Allah. Sisi wana ile mafuta tukishayatoa, sisi hatuyatumii, tunauzia watakaotaka kwenda kutumia huko, alafu sisi tunatumia pesa. Mtume anasema laana Allahu al-yahuda, Allah walani. Kadhalika akiwa anamaanisha, analifananisha tukio hili na wewe kuchukua kitu cha haramu, ukawa wewe ukitumii lakini unauza, wao wanautumia watumie, lakini mimi natumia pesa. Sawa, nauza sigara. Kwanza unauza sigara, mimi sigara sivuti, lakini mimi nawauzia tu watu. Kitendo cha kwamba unakula thamani ya ile sigara, maana yake ushakula haramu. Sawa sawa? Kwa hili tutahadhari sana. Wakati mwingine unaweza ukaangana na matatizo, sio na matatizo yanatokea wapi, kumbe kuna mambo ambayo yanasababisha matatizo ya kuandame. Unafanya vitu, unajaribu na ni bora, wanasema mtu ambaye anaifanya jambo akalijua kwamba hili ni haram, akawa anafanya, anajua anakosea,
ni bora kuliko mtu aliyejihalalishia. Maana yake hataraji kwamba kuna siku atatubu, kwa sababu ameshajihalalishia kwamba ili hakuna tatizo. Anayejua ni haramu sasa, lakini nakosea mimi, lakini ya Rabbi nijalie niache jambo hili. Anajua kwamba anakosea. Lakini mtu ambaye anafanya jambo kisha akajihalalishia ni ngumu sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amewatakia laana, kwa sababu wamejihalalishia jambo ambalo ni haramu. Wallahu a'lam.